Kwanza ni taarifa ya habari ukisomewa nami Leila Mohamed. Raia wengi nchini Kenya wamejikuta wakipata ugumu wa kufika kwenye maeneo yao ya kazi asubuhi ya leo baada ya wamiliki wa mabasi ya abiria pamoja na waendesha bodaboda kuanza mgomo wa kushinikiza serikali kushusha bei ya mafuta. Waandaji wa mgomo huo wanasema ongezeko la gharama ya mafuta limeendelea kuongeza ugumu wa maisha kwa wananchi wa kawaida. Aidha, wametaka mamlaka ya udhibiti wa nishati na mafuta EPRA kuvunjwa, wakidai imeshindwa kudhibiti bei hiyo. Mbali na sekta ya uchukuzi wa umma, shughuli za usafirishaji wa mizigo na utalii pia zinatarajiwa kuathirika kutokana na mgomo huo unaoendelea katika maeneo mbalimbali nchini humo. Mgomo huo umeanza siku chache baada ya wahudumu wa usafiri wa umma kutangaza kuongeza nauli kwa 50% kufuatia bei mpya za mafuta zilizotangazwa Mei 14. Kwa sasa lita moja petroli jijini Nairobi inauzwa kwa shilingi 214 na senti 25, huku dizeli ikiuzwa kwa shilingi 242 na senti 92. Tupo tayari kuzungumziana. Kuna majadiliano yanaendelea katikati ya Wizara ya Fedha, Wizara ya Kawi, Nishati na Wizara ya Usafiri pamoja na wadau katika sekta ya usafiri ili tuweze kuelewana, lakini tusiangazie kwa mtizamo wa kisiasa. Tuache siasa hizo, tuje kwa pamoja tusemezane ili tuweze kuwa na suluhu ya kudumu, kwa sababu hata sisi kama serikali tunataka sana Wakenya waweze kufaidi, sio kuumia kutokana na bei ambayo imeongezeka. Tukisalia nchini Kenya, baadhi ya shule za mjini Nairobi na vitongoji vyake zimeahirisha masomo siku ya leo, huku usafiri wa barabarani ukiwa umetatizika kutokana na mgomo wa usafiri wa umma. Shule hizo zimetaja usalama wa wanafunzi kama sababu kuu ya kufuta shughuli za masomo siku ya Jumatatu na kuwasihi wazazi kuhakikisha watoto wao wanaendelea na shughuli za msingi wakiwa nyumbani. Ujumbe ambao umekuwa ukisambaa mtandaoni juu ya mgomo wa usafiri umesababisha hali ya wasiwasi kwa wazazi wakihofia usalama wa watoto wao, hasa wanaotumia usafiri kwenda shuleni au wale ambao shule zao ziko katikati ya jiji. Wahudumu wa usafiri wa umma wameitishia mgomo wakipinga bei ya juu ya mafuta kuwahi kushuhudiwa nchini Kenya. Maafisa wa afya barani Afrika wameendelea kuwasihi wananchi waishio katika maeneo yaliyokumbwa na ugonjwa wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelea kuzingatia hatua za usafi ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo, hasa kwa sababu kwa sasa hakuna chanjo wala tiba ya ugonjwa huo. Mkuu wa kituo cha Afrika cha kuzuia na kudhibiti magonjwa yani Africa CDC amesema jitihada za dhati zinahitajika hasa katika shughuli za mazishi za walioambukizwa Ebola. Beldin Waliaula anatueleza zaidi. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO anatarajiwa kutoa taarifa mpya juu ya ugonjwa huu jioni hii. Ugonjwa huu hatari kawaida huwa takriban nusu ya watu walioambukizwa. Aina hii mpya ya Ebola kutoka eneo la Budibujo imesambaa na kufika nchi jirani ya Kenya, huku nchi zingine kama Rwanda na Sudan Kusini zikiwa katika tahadhari ya hali ya juu. Wataalamu wanasema jitihada za kupambana na ugonjwa huu zinakwamishwa na mgogoro unaoendelea nchini DRC, huku tayari mtu mmoja akiwa amethibitishwa kuambukizwa Ebola mashariki ya Kongo huko Goma, eneo ambalo kwa takriban mwaka mmoja sasa limekuwa likitawaliwa na kundi la waasi la M23. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Iran kwamba muda unayoyoma huku mazungumzo ya kumaliza vita yakikwama. Aliandika kwenye jukwaa lake la True Social kwamba muda ni wa muhimu. Ujumbe huo ulitolewa wakati rais huyo alipotarajiwa kuzungumza na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu siku ya Jumapili. Rais huyo alionya mapema wiki hii kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano yalikuwa kwenye hatua mbaya sana ya kuendelea kuwepo baada ya kukataa matakwa ya Tehran aliyataja kuwa hayakubaliki kabisa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim nchini Iran, mapendekezo hayo yalijumuisha kusitishwa mara moja kwa vita katika maeneo yote, ikimaanisha mashambulizi yanayoendelea ya Israel dhidi ya kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran nchini Lebanon, kusimamishwa kwa mzingiro wa kijeshi wa majini wa Marekani kwenye bandari za Iran, pamoja na dhamana kwamba hakutakuwa na mashambulizi mengine dhidi ya Iran. Jeshi la Marekani limesema limefanya mashambulizi ya pamoja na jeshi la Nigeria dhidi ya kikundi cha wapiganaji la Islamic State huko kaskazini magharibi mwa Nigeria.
Kitengo cha Afrika cha jeshi la Marekani kimesema taarifa za kijasusi zilithibitisha kwamba shabaha walizozipiga zilikuwa ni za wapiganaji wa IS na wanaendelea kufanya tathmini ya madhara ya mashambulizi hayo ya siku ya Jumapili. Eneo la kaskazini Nigeria limekuwa likikumbwa na mashambulizi kwa upande mmoja kutoka kwa kikundi cha IS na kwa upande mwingine kutoka kwa vikundi vya wahalifu ambao huvamia vijiji na kuteka watu. Hii ni BBC. Ni Kenya ambako watumiaji wa usafiri wa umma nchini humo leo hii wamepata tabu baada ya watoa huduma za usafiri wa umma kuanza mgomo wa kitaifa. Vituo vya mabasi vilijaa wasafiri waliokosa usafiri, huku wengi wakilazimika kutembea umbali mrefu kuelekea katika shughuli zao. Mgomo huo unaongozwa na wamiliki na madereva wa mabasi ya umma maarufu nchini Kenya kama matatu, madereva wa malori na makundi mengine ya sekta ya usafiri umechochewa na ongezeko kubwa la bei ya mafuta lililotangazwa wiki iliyopita. Haya yakijiri, waziri wa nishati Opiyo Wandayi amewataka Wakenya kuvuta subra, akiwaahidi kuwa serikali inashughulikia swala la mafuta. Victor Kenani na taarifa zaidi. Saa 6 usiku wa kuamkia leo, mgomo wa usafiri ulianza rasmi. Na mapema asubuhi, athari zake zilianza kudhihirika. Wadau katika sekta ya usafiri walitii maagizo ya viongozi wao na kugoma. Magari ya usafiri wa umma yakisalia yameegeshwa. Shughuli za usafiri zikitatizika kabisa katika miji kadhaa, ikiwa ni pamoja na Nairobi, Mombasa, Eldoret, Nakuru na Kitale. Katika jiji la Nairobi, wakazi walilazimika kutembea kuelekea katika shughuli zao za kila siku. Barabara zote kuingia ndani ya jiji la Nairobi zilifungwa, huku maeneo mengi yakisalia mahame. Lakini utulivu huo ulikuwa wa muda tu, wakazi walipojiunga na wenye magari katika mgomo, wakilalamikia bei ya juu ya mafuta na athari zake kwa gharama ya maisha na kupanda kwa bei ya bidhaa muhimu. Wakazi walifunga barabara kwa mawe katika maeneo kadhaa, huku wengine wakiwasha matairi moto kwenye barabara. Taswira sawia ilishuhudiwa katika miji kadhaa nchini Kenya, gari moja likichomwa moto viungani mwa mji wa Nairobi. Magari kadhaa yakiwemo 5 ya polisi yalishambuliwa kwa mawe na maafisa kadhaa waliumizwa. Idara ya polisi imedai kuwa wahalifu walijiunga katika mgomo huo, na polisi wanasema wamekamata zaidi ya watu 200 waliohusika katika ghasia hizo. Isa Mohamud ni kamanda wa polisi jimbo la Nairobi. We have 225. Kukamatwa hadi sasa tuna watu 225 waliokamatwa. Tunafungulia mashtaka ya makosa makubwa, hujuma za kiuchumi na mambo mengi mengine. Pia uharibifu wa makusudi wa magari ya polisi. Hivyo watakabiliwa kikamilifu na madhara yote ya sheria. Seriously, they must get the full consequences of the law. Mgomo huu haukuathiri shughuli za usafiri na biashara tu. Shughuli za masomo pia hazikuendelea katika shule nyingi, hasa jijini Nairobi, wanafunzi wakisalia nyumbani. Wakazi walihofia usalama wa watoto wao. Siku ya Alhamisi, Kenya ilitangaza ongezeko la bei ya mafuta kufuatia kupanda kwa bei ya mafuta duniani, ikiwemo ongezeko la 23.5% kwa dizeli, hatua iliyosababisha mwito wa mgomo kutoka kwa wafanyakazi wa sekta ya usafiri. Wahudumu wa sekta ya usafiri wameapa kuendelea na mgomo huu hadi pale matakwa yao yatakaposikilizwa. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC, Nairobi. Naam, kama ulivyosikia kwenye taarifa hiyo ya Victor Kenani, wananchi wengi nchini Kenya wamepata shida hii leo kufikia kwenye maeneo yao ya kazi, kwenye biashara mbalimbali, baada ya waendeshaji wa usafiri wa umma, mabasi ya umma, mateksi, vilevile bodaboda pia kuanza mgomo wa kushinikiza serikali kupunguza bei ya mafuta. Sasa baadhi ya Wakenya walitoa maoni yao kuhusu swala hilo. Tunahangaika kwa ajili ya mafuta. Tunaomba tu wakaze kutushukishia bei ya mafuta. Hakuna magari inafanya kazi siku ya leo mchana mzima, mpaka Ruto apunguze bei ya mafuta ya gari. Leo tuko hapa kwa ajili ya bei ya mafuta. Kama sisi madereva, makondakta, manamba, huwa tunateseka sana, huwa tuna changamoto nyingi sana. Kwa sababu gani? Mbiria atakuja sema bane, mimi nimezoea ile bei ya kawaida, nataka nibebwe. Na ukiangalia mafuta yamepanda. Huwezi muacha utamebeba, lakini leo tukaamua tuje hapa ili tupunguzwe mafuta. Rais aangalie vitu, sisi kama madereva atuangalie. Hatuko hapa kwa ubaya, tuko hapa sisi tupunguzwe mafuta. Najua kwamba usafiri ni sekta nzine mkubwa sana. Kwa sababu gani? Watu wengi wategemea huu usafiri. Kwa mfano mafuta yakipanda ni kila kitu imepanda. Mama mboga pale atalia, bodaboda atalia, na wengine pia
Kwa hivyo tumekuja hapa tuangalie rais bana, atuangalie sisi kama madereva, sekta zote za usafiri, tupunguzwe mafuta, at least pia tutakuwa na nafuu kidogo. Rais alisema kwamba vita ambavyo vinapiganwa huko, hapa kwetu mafuta hatuna shida na mafuta. Dakika kidogo saa hii mafuta yakapanda. Yalipandishwa na nini? Alisema tuna mafuta ya kutosha. Tunataka tujue ya kumpa mafuta ya kutosha ya wapi kufika saa hii. Mimi ni mwana bodaboda hapa Nairobi CBD, na kusema tu kweli ni kwamba hii bei ya mafuta inatumiza sana. Miezi kama 2 imeisha, mafuta imeongezeka na 80 shillings na kushuka ishuki. Kwa hivyo ile kitu yenye tunaona serikali inajaribu kutuonyesha saa hii ni kwamba wanajaribu kutuuliza mtafanya nini, tutaongeza ni nini mnaweza mkafanya. So hii inamaanisha kwamba kufika tena next month mafuta tutanunua hata 300. So sisi tunauliza tu President, please, sisi ulituambia serikali ni ya mahustlers. Tusikize, upunguze bei ya mafuta, kwa sababu bei ya mafuta ikienda juu, kila kitu inaenda juu. Makastoma ukijaribu kuwaongezea pesa, wao wataki kuongezea. Leo nimekuja hapa kupigania haki, sababu mwananchi wa kawaida ana chake. Mafuta imepanda juu, mimi mwenyewe nafanyia 150. Fare natumia ni 8 bob. Sasa nitafanya nini? Nyumba nitalipa nini? Chakula nitakula nini? Nitafanyia nini shule watoto? Mshahara haifiki nini? Nyanya nayo imepanda. Hii maneno si tumeumia sana. Sisi ni makamagera. Hakuna venye mafuta inapanda na inapanda kila siku bana. Hakuna venye mafuta inapanda kila siku. Vijana wanataka kazi na sisi makamagera tumeumia na tumechoka na hii serikali yetu. Kwa Josephat Sambo, mimi na bebe anga Isilina nimeleta mtu hapa. Sasa hii mafuta 1 liter ndio hiyo imefika 2 karibu 2 na chwani, unacheki. Ukieka lita moja kwa ndudi mse, wezi fanya hiyo ruabe. Utabeba mtu anakupea 2 unapata inarudisha tu hiyo 2. Haina faida yote. So rais manzejo shughulikia maslahi yetu. Ulisema hii gavana ya watu wa boda boda jo. So mafuta ukieka hivi bro, tutaeka nini kwa? Unaona kama hii so rais haina faida. Haina faida. Mimi nimeamkia hapa nilikuwa nisafiri Mumias, kapata hakuna gari. So kufikia saa hii kama sasa tumecancel tena usafiri. Tulikuwa tunasafiri kwa shughuli ya mazishi, mwenzetu tulikuwa tunamzika leo, so sijaenda kwa sababu ya usafiri. So kitu inaomba serikali sana sana wajaribu kuangazia hiyo mambo na mafuta, ili ndio Wakenya tusiteseke vile tunateseka leo, pia itakuwa vizuri sana. Naam, watoa huduma hao wa usafiri wa umma nchini Kenya wakielezea uamuzi wao wa mgomo. Lakini hapo awali mwenzangu Felix Mwate alizungumza na rais wa chama cha wamiliki wa matatu nchini Kenya, Bwana Albert Karakacha, ambaye alianza kwa kueleza iwapo watatoa mwelekeo wa mgomo huo. Kwa sasa hatuwezi tukasema ile tunatarajia, kwa sababu ni lazima tuongee na kila memba wa matatu, wale viongozi wa matatu kila mahali, tuangalie vile iko. From there ndio tutaweza kupeana ile maoni tuko nazo, ndio tuangalie the way forward tunaenda namna gani. Na kabla ya mgomo kwanza, je, kulikuwa na mazungumzo yoyote kati yenu labda na serikali? Wakati waliongeza mafuta tulikuwa kwa media tukaongea, tukajaribu kutafuta vile tutakaa na hawa chini, ikakuwa hawapatikani. Kwa hivyo mlijaribu kuwatafuta lakini hamkuwapata? Hatukuwapata. Hata kabla ya hiyo kulikuwa mpaka na wakati wa bodaboda kuchoma magari zetu, tukajaribu, waziri akasema atatuona, mpaka sasa hajatuona. Kufikia sasa umetaja hilo swala la bodaboda. Je, mgomo huu unahusisha na hiyo ama ni upande wa bei ya mafuta? Mgomo wetu ni mambo ya mafuta. Mwenye anatumia mafuta ya diesel, bodaboda wako ndani ya mgomo. Watu wa